Msaada wa mwanadamu ni neno la Mungu, wala hakuna msaada mwingine tofauti na neno la Mungu. Na ndio maana unakuta mwanadamu anafikia wakati akafanya mambo ya kwake kutokana na ya ulimwengu jinsi ulivyo, akafurahia ulimwengu. Baadaye ukimgeuka ulimwengu, anaanza kulia. Akianza kulia, anaanza kusikitika, na hakuna tena faraja ya mtu yule, kwa sababu mwanzoni hakujua kama mabadiliko yatakuja. Ndio maana kwenye maandamano au kwenye siasa alihusika sana na aliweka mchango mkubwa. Baada ya siasa kumgeuka, anaanza kuijutia na kuanza kulia. Na faida ya siasa ni pale ambapo uharibifu unapokuwa baada hujatokea. Hapo ndipo utakwenda, utaitwa, njoo nisikilize, njoo sikilize viongozi wako, njoo sikilize watendakazi wako, na wewe utakwenda kwa moyo mmoja. Na mara nyingine unaweza ukaenda kwa msaada uliopewa na wale watawala na wale viongozi wako, lakini baada ya kukugeuka ukawa kwenye majonzi ya hatari. Na ndio maana mwenye msaada mkuu ni Mungu aliye hai. Ndiye anayejua namna gani ulipatikana, namna gani ulikuwepo. Huyo ndio mwenye msaada mkuu kwako. Angalia leo hii mwanasiasa huyo anakwambia anataka weke maandamano wakati wa Krismasi. Na wakati huo mwanzoni alikuwa akikupa chumvi, akikupa zawadi kwamba umchague aende kuwa kiongozi wako. Leo hii anakwambia uende ukaandamane wakati wa sikukuu, wewe ukiwa na furaha yako ya Yesu Kristo kuzaliwa, halafu yeye anakwambia naenda kuandamana, na ili kusudi uatoe kile ulichokipokea miaka yote kwa cha Mungu. Yaani kile Mungu alichokuletea ndani ya miaka 20, 30 au 40, alafu anakwenda kukitoa kwa siku moja, uende kufurahia watu wakimwaga damu, uende kushangilia watu wanaokufa. Mwanadamu huyo na ni mwanasiasa huyo ambaye alikuwa akikupa 10,000, 5,000, sasa unaijutia ile 5,000, 10,000. Kwa sasa hata mtu akikuletea mamilioni, wakati ukiwa kwenye majonzi, uko tayari kumrudishia fadhila zake, na yeye aone ile milioni au mamilioni kama kuna faida kwake. Kwa kuna wakati mwingine